Wakiongea wakati kamati ya siasa ya mkoa wa Ruvuma ilipotembelea kukagua mradi wa uboreshaji wa hali ya upatikanaji wa maji katika mji wa Namtumbo, mradi ambao unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 6.6. Wananchi wa Namtumbo wamesema kuwa wilaya hiyo ina changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji, hivyo uwepo wa mradi utaondoa changamoto ya mgao wa maji ambayo ipo kwa sasa. Kwanza maji tulikuwa nayo yatoshi, yaani mpaka maji tunapata mgao. Yaani tunamwombea huyu kijana wa idara ya maji asipate dharura. Akipata za upande wote tuna maji. Yaani azuie mtaa fulani, yatoke mtaa fulani. Yaani kama huu mradi kama utakuja kwa uanzisho kwa upe tujianzishie maji, tutakuwa tumefurahi sana. Nashukuru sana serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia kwa kutujali sisi wakina mama. Unapokuwa na mradi wa maji unamsaidia mama. Maana mama ndio anayehangaika na maji. Hasa ukizingatia kwamba maji yanayopatikana kwa chanzo cha zamani ni 50%. Kwa hiyo tatizo la maji ni kubwa sana. Ninachoweza kuomba kwa wataalamu, mtusaidie huu mradi ukamilike kwa wakati. Changamoto ya mradi ambao maji tunayotumia ambayo yanaleta hitilafu sana kulingana na tenki tulilokuwa nalo. Kulingana na mahitaji yanakuwa hafifu sana. Mara nyingi tunakosa maji kulingana na tenki lililopo ni dogo. Akilizia utekelezaji mradi wa maji ambao unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 6.6, Mhandisi George Mwakimela, mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Namtumbo, amesema mradi huo ni wa mwaka mmoja na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi wa 6 mwaka 2026. Gharama ya mradi mzima ni bilioni 6.6 ukiondoa VAT. Mkandarasi huyu wa kwanza Gopa Contractors, yeye amejenga kidakio katika awamu ya kwanza, amefanikiwa kujenga formwork, amemimina na zege la kwanza, lakini imebaki kazi ya kumalizia kumimina zege la pili pamoja na kuweka bomba za kuingizia bomba hizi hapa kwa ajili ya kutoa maji, ambapo kazi ambayo amefanya mpaka sasa kwenye eneo hilo ni 70%. Imebaki 30% kumalizia eneo la ujenzi. Lakini huyu mwingine yeye ameleta bomba za bilioni 2 na milioni 300 kama tunazoziona hapa. Bomba hizi na thamani ya bilioni 2 na milioni 300. Na bado anaendelea kuleta kwa sababu mwezi uliopita hapa mwishoni tena ametuletea bomba za kama milioni 164. Na bado anaendelea kuleta mabomba na lengo lake nataka amalize ndipo aombe malipo. Yeye hajaomba malipo yote. Akiongea kwa niaba ya jumbe wa kamati ya siasa mkoa wa Ruvuma, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma ndugu Odo Mwisho amewataka mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Namtumbo kuhakikisha wanaanza kupeleka maji katika kijiji cha Libango kabla kupeleka mjini, kwa kuwa mradi huo unaanzia kwenye kijiji hicho. Watu wa kwanza wa kupata huduma hii kutoka huko chanzo kinakotoka cha maji ni watu wa Libango. Uongo kweli? Lazima nyinyi muwe wa kwanza kuliko Wanamtumbo. Kwa sababu haiwezekani maji yanapita hapa, alafu nyinyi mwe wa mwisho kupata wapate kwanza kule. Sio sahihi. Kwa hiyo natoa maelekezo kwa serikali yetu kwamba kwa kuwa mradi huu unaanzia huku Libango, wakati wa utekelezaji muwape kipaumbele wananchi wa kijiji cha Libango ambako maji yanatokea waweze kupata maji. Na sasa hivi mpango licha ya maji ya vituo vya jumuiya, lakini watu muwe na tabia na mazoea ya kuingiza maji ndani. Kutoka Namtumbo mkoani Ruvuma, Newton Ndenda.